Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema yake na wakati ambao imempendeza kutupatia alfajiri ya leo. Tunamshukuru sana kwa neema yake. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ulinzi wake na kila kitu katika maisha yetu. Ninamshukuru Mungu kwa kile ambacho anaendelea kufanya katikati yetu. Anaendelea kufanya kwa watu wake. Ameendelea kuonyesha uaminifu wake. Ameendelea kuthibitisha ya kwamba ameamua. Yesu asifiwe. Basi namshukuru Mungu sana kwa sababu hiyo, lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtumishi wa Bwana uliyeko hapa na wewe ambaye unafuatilia kwa njia ya Facebook. Mungu akubariki sana, na nikukumbushe kwamba muendelezo wa masomo haya unaweza kaendelea kufuatilia ujumbe huu kwenye YouTube channel yetu kwa jina la The Trumpet Voice. Utatupata hapo na Mungu akubariki sana. Naomba alfajiri ya leo nimshukuru Mungu alafu tukapate kuendelea tena. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema, fadhili na rehema zako. Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana Bwana kwa vile ambavyo mwenye haki umekuwa pamoja na sisi. Asante Bwana kwa sababu ya kuwalinda watu wako, watumishi wako umewalinda Bwana tangu wakati ule tulipoachana mpaka sasa. Asante kwa pendo lako la pekee ambalo Bwana limeendelea kudhihirika juu ya maisha yetu. Uhimidiwe mfalme wa utukufu, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, litukuzwe jina lako. Baba, katika alfajiri ya leo tumekuja kwako mtakatifu tukikusihi uwe pamoja na sisi tena Bwana kwa mara nyingine Baba, na kwa namna nyingine na kwa viwango vingine. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba, endelea kujidhihirisha mahali hapa, endelea kudhihirisha uweza wako mahali hapa. Bwana, endelea kudhihirisha nguvu zako Bwana katikati ya mahali watoto wako walipo, ikiwa wengine wako kwenye vyumba vyao ndani kule kwenye vyumba vyao vya kulala. Mungu mtakatifu, naomba kutana nao naomba uwepo wako Bwana ukawafunike mahali walipo katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi Bwana na nguvu zetu. Ninakuomba Mungu mwenye haki, Mungu mwenye nguvu na mamlaka Baba, kwamba ukatamalaki kila mahali, tamalaki kila kitu Bwana. Baba, ninakuomba ukazungumze na sisi Bwana, naomba ukaseme na mtu mmoja mmoja, sema nami, sema na kila mmoja katika jina la Yesu. Acha uwepo wako Bwana ukatamalaki mahali hapa alfajiri ya leo kwa jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe Baba, tunahitaji neema yako mfalme. Tunakuhitaji mwenye haki, tunakuhitaji mwenye nguvu Baba yetu na Mungu wetu. Tafadhali tunakuomba uwe pamoja nasi mahali hapa, kwa kuwa ni wewe tu tunayekutumaini, ni wewe tu tunayekutegemea Baba, hatuna mwingine. Maana kama tungekuwa naye tusingekuomba, tusingehitaji kwako, lakini Baba kwa kuwa hatuna mwingine na wala hatuna mwingine ambaye tunamtegemea, ni wewe peke yako Bwana. Ndio maana hata alfajiri leo Bwana tumekuja tena mbele zako mfalme, tunahitaji Yesu. Kiu yetu ni wewe, shauku yetu ni wewe, na ile shauku Bwana, ile tamaa ya mioyo yetu imetuvuta tuko hapa tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa sababu uko pamoja nasi kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Ninaamini kwamba Mungu anaendelea kutengeneza ndani yako, anaendelea kufanya marekebisho ndani ya moyo, anaendelea kuondoa kile kizazi kibaya ndani ya moyo, kizazi kinachozaa tamaa ndani ya moyo, kile kizazi ambacho kina generate tamaa. Mungu anaendelea kukiondoa, anaendelea kuondoa kwa vile ambavyo anaendelea kuweka ufahamu ndani yako. Naomba ufahamu jambo hili, mwanadamu anaathiriwa na kile anajua. Ngoja niseme tena, mwanadamu anaathiriwa na kile anajua, na mwanadamu anaathiriwa na kile asichojua. Sikia niseme hivi, kutokujua kuna athari na kujua kuna athari. Ngoja niseme tena, kwa sababu gani? Kutokujua ukweli na uhalisia na nini cha kufanya kuna kuharibu, na kujua, unanielewa? Na kutokujua pia kunaleta shida. Kule kutokujua kwamba uhalisia na uzuri na nini, usipojua hiyo inaleta athari kwenye maisha yako. Lakini pia kujua ubaya, kujua uovu, kujua mabaya, kujua kitu kisichofaa, hii nayo inaleta uharibifu kwenye maisha yako. Narudia tena, kwa hiyo kule kutokujua kweli, uhalisia na nini cha kufanya kunaleta athari mbaya kwenye maisha yako, kunaleta athari positive, negative, kunaleta athari mbaya kwenye maisha yako. Lakini kule kujua mabaya pia kunaleta athari mbaya. Kwa hiyo nataka kusema na wewe, kujua kunaweza kuleta madhara, na kutokujua kunaweza kuleta madhara. Kutokujua
mabaya kunaleta madhara mazuri, yani kunaleta athari chanya, kunaleta athari chanya ambayo inakusaidia kwamba hautahusika nayo. Iko hivi, kule kutokuyafahamu, narudia tena, hebu ngoja niweke hivi, elimu iliyo ndani yako mara nyingi sana ndio unayoishi. Watu wengi sana tunaishi kulingana na kile tumefundishwa, kile tunajua, sio shuleni, kile tumejifunza kwa jamii. Huaga wanafanya hivi, huaga tunaendaga hivi, kwa jambo hili tunafanyaga hivi. Hiyo imetuathiri na ndio wengi tunaishi hivyo. Hatuishi kile ambacho hatujawahi kujifunza, hatujawahi kujua, hatujawahi kuona. Mara chache sana huwa watu wanaathiriwa na kile wanajua. Kile ambacho umeshajifunza ndicho kinaleta changamoto, lakini pia hicho kile ambacho umejifunza, ikiwa umejifunza kibaya kinaleta changamoto, kinaleta uharibifu. Ikiwa umejifunza kizuri kinaleta faida, kinakupa kuwa jasiri, kinakupa kujua cha kufanya na unafanya kwa usahihi. Bwana Yesu tusaidie sana. So nataka ujue hivi, yani ni vizuri ukafahamu kwamba kutokujua kunaweza kuleta shida, kwa sababu haujui uhalisia na nini cha kufanya. Lakini pia kujua kisichofanya kibaya pia kunaleta changamoto, kunaleta uharibifu. Yesu na atusaidie sana. Kwa Yesu anazungumza na watu, anazungumza na sisi ili tupate kujua. Kwa nini anaanzia huko mbali? Utangulizi umekuwa mrefu, leo tunatimiza. Jana ni mwezi mzima umeisha, leo ni zaidi tunaendelea. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu hivi, ni kwa sababu anatamani kuondoa ile elimu mbaya, ile elimu mbaya iliyoko ndani yetu, elimu mbaya ya kidunia iliyoko ndani yetu, ule ujuzi usiofaa anauondoa, aweke ujuzi wa kwake, aweke ujuzi wa kimungu, aweke ule ujuzi sahihi, aweke elimu ya Mungu ndani yetu. Anaiondoa elimu ya dunia, anaweka elimu ya Mungu ndani yetu. Anaiondoa elimu ya ulimwengu huu, anaweka elimu ya kwake, elimu ya kimungu ndani yetu. Na ule ujuzi au ule ufahamu kuhusu Mungu, ile elimu ya Mungu ikishaingia ndani yetu italeta mabadiliko, kwa sababu watu wengi tunaishi according to kile tunafahamu. So anatamani tufahamu kweli na uhalisia na nini tunapaswa kufanya ili tuweze kuishi kile kilicho sahihi. Asifiwe Mwokozi Yesu anayetupenda. So acha tuendelee tena alfajiri ya leo, tukianzia mstari wa 19 pale sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo. Na namshukuru Mungu kwa sababu wewe ni jitu la kutegemewa, na Mungu atakupa neema sana. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Jamani, Bwana Yesu asante sana. Nilisema Mungu aliweka kitu cha ajabu sana ndani ya Adamu, au uthamani wa pekee ndani ya mtu aliweka hapo. Yesu asifiwe. Akaweka uthamani usiokuwa wa kawaida mle ndani, mpaka anampa nafasi Adamu ya kushiriki kwenye kukamilisha uumbaji. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia. Yesu asifiwe. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Kumbuka, hakuonekana hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Pengine angekuwepo ambaye angejaribu kufanya, lakini tatizo hakufanana naye. Inawezekana angekuwepo ambaye angejaribu, lakini tatizo hakufanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Yesu na atusaidie sana. Tunaingia kwenye kipengele kingine sasa cha Adamu kupata msaidizi. Twende pamoja. Anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Kabla hatujaingia pale, nataka ufahamu jambo hili kwamba Mungu anaweka kila kitu ambacho kinahitajika, na Mungu anampa Adamu hiyo priority. Anawapa wanyama na viumbe wote majina, na inakuwa ndio majina yake. Lakini hapa sasa Biblia inaeleza kwamba hakuonekana anayeweza kumsaidia Adamu anayefanana naye. Sasa nataka ujiulize na uelewe vizuri. Niliwahi kusema hivi kwamba huyo mwenzi wako hayuko maalum kwa ajili ya kutuliza hisia zako za mwili. You are not married just to cool down your body. Hapana, hauoi ili kupoza na kutuliza mwili wako. Hapana. Unaoa au unaolewa ni kwa sababu ya kusaidiana. Tuko sawa sawa.
Naomba uelewe vizuri sana. Tatizo ni kwamba tunadhani tumeumbwa tu, yani tumezaliwa tu kwa sababu basi. Tumezaliwa tu kwa sababu na mama walitaka wapate watoto. Tumezaliwa tu kwa sababu hivyo. Hapana, nataka ujue ya kwamba kila mwanadamu duniani, nisamehe, hata kama ni mlemavu, ameumbwa hivyo. Mungu ako na kusudi la kwake juu ya huyo mtu. Narudia tena, kuna kazi ambayo huyo mtu anapaswa kuifanya duniani. Liko jambo ambalo ni divine, huyo mtu anapaswa kulifanya, jambo la kimungu ambalo huyo mtu anapaswa kulifanya. Hakuna mtu ambaye aliumbwa yani imetokea tu, hakuna hiyo kitu jamani. Naomba uelewe sana na uelewe vizuri katika jina la Yesu. Narudia tena, mwanadamu, kila mwanadamu duniani ameumbwa, kuna jambo maalum la kimungu ambalo anapaswa kulifanya, anapaswa kuliishi. Nisikilize, wengine, ndio maana wengine wanazaliwa, kuna wale ufalme wa giza wanasema, wale wa ufalme wanaomtumikia shetani wanasemaga, yule mtu ana nyota kali. Yani nyota ni kipawa, kwa lugha nyingine kusudi ambalo huyo mtu ameumbiwa. Si kama tuko vizuri? Kusudi ambalo huyo mtu ameumbiwa. Nataka ujue vizuri. Narudia tena na kusisitiza, kila mtu kuna kusudi ameumbiwa. Ndio ile ambayo wale wanajimu, wachawi wale wanaosoma nyota. Unajua zamani elimu ya kusoma nyota ilikuwa ni elimu ya kawaida kabisa, wala haina shida. Lakini kadri ilivyoendelea, watu wakaigeuza kuwa ni ushirikina sasa. Na ni ushirikina sasa hivi, imegeuka ni ushirikina kabisa. Hasa sikia, ile nyota ile ambao wanasema nyota, sisi hatuiti nyota, tunaita kipawa. Na ndivyo Biblia inaita kipawa. Mtu, kile kipawa ambacho mtu amezaliwa nacho, Mungu amemwekea, ni maalum kwa ajili ya hiyo kazi. Nisikilize vizuri kabisa. Mtu ameumbiwa kipawa fulani. Kile kipawa ni sehemu ya kusudi, sio kusudi, lakini ni sehemu ya kusudi. Ili liwe kusudi kamili, anahitaji maelekezo kutoka Mungu. Tuko vizuri? Anahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Si tu kwamba ana kile kipawa, ana ile ambayo mnaita nyota, lakini anahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Ndio maana kuna mtu ambaye huwezi kushindana naye kwenye eneo fulani. Kwa mfano, mtu kwenye eneo fulani amepewa namna, ana uwezo, ana kibali cha biashara. Akiingia kwenye biashara, hata kama ni ya kuuza nini, chochote kile, inafanya vizuri, anaenda vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sehemu amepewa hicho kipawa, ana hiyo neema, ana hicho kibali, ana hiyo neema ya biashara, ana hiyo neema. Kwa nini? Nataka uelewe vizuri kwamba ukuzaliwa tu ili mradi, my bro, my sister, kuna kusudi maalum ambalo kwa ajili ya hilo umeumbwa duniani. Ani si tu hivi. Ni wewe tu ndio umeamua kuishi unavyotaka, lakini liko kusudi kamili na maalum ambalo Mungu amekuumbia duniani. Sasa ni muhimu sana ukajua, kwa sababu kila mtu ameumbwa na kusudi amebeba. Kuna kusudi amebeba huyo mtu. Ndio maana kila mtu kuna kitu anaweza. Sasa nisikilize, kila kusudi ambalo mtu ameumbiwa, kila kipawa ambacho mtu amepewa na Mungu, Mungu amekiweka kwa ajili ya faida yake Mungu. Narudia tena, kila kipawa ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu, amekiweka kwa faida ya kwake mwenye kukiweka, yaani Mungu. Ni kwa faida yake. Nikupe mfano huu. Narudia tena, simu yako hiyo, unaweka bando sio kwa ajili ya simu, sili isikae idle. Sili ati isikae idle, lakini unaweka bando, unaweka MB ama vinginevyo, ni kwa faida yako, kwa ajili ya matumizi yako. Tunakwenda vizuri? So inategemea na matumizi uliokusudia kutumia, ndio ukubwa wa bando utaweka, ndio ukubwa wa ile internet access utaweka, kulingana na matumizi yako mwenyewe. So Mungu naye anaangalia, kila mtu anapewa kusudi kulingana na anavyotaka kumtumia duniani. Kila mtu anapewa ukubwa wa kitu sawa sana vile ambavyo Mungu amekusudia kumtumia. Sema tuko vizuri? Na kwa sababu hiyo, kila kusudi lilowekwa, uliwe wewe unaliita dogo au kubwa, nisikilize, kwa Mungu hakuna kubwa na hakuna dogo. Wote wamepewa kila mtu sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anamfahamu huyo mtu. Tuko vizuri? Na jinsi ambavyo amemuumba. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 25:14 kuendelea, anasema ni kama mtu atakaye ufalme wa Mungu ni kama mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwake mali zao, akaweka kwao mali zake,
mmoja akapewa talanta 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Biblia inamalizia kwa kusema, hiyo paragraph anamalizia anasema kila mtu sawa sawa na uwezo wake. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. Kila mtu sasa na vile ambavyo Mungu amepanga kumtumia. So lile kusudi ambalo limewekwa ndani yako, lile kusudi ambalo limewekwa ndani yako, kama ukiamua kuliishi kama lilivyo lile kusudi, naomba uelewe vizuri. Sasa tunaingia hapa, tuliangalia kidogo, maana niliahidi kule mwanzo kwamba kule kwenye kitabu cha wakati tunaanza niliahidi kwamba tutaangalia vizuri lile kusudi ambalo umeumbiwa. Hili ndio linaamua Cecilia anafaa kuwa mkeo, unanielewa? Ndio linaamua Boniface anafaa kuwa mumeo, ndio linaamua John anakufaa au hakufai. Lile kusudi umebeba ndio linaamua Jennifer anafaa kuwa mkeo ama hakufai. Sio kama tunakwenda vizuri. Narudia tena, lile kusudi unabeba ndio linaamua Jennifer anafaa kuwa mkeo ama hafai. Nisikilize vizuri, lile kusudi umebeba, kuna wakati ile kusudi ulobeba, narudia tena, lile kusudi umebeba linaamua utakuwa na watoto wangapi duniani. Haleluya. Utakuwa na watoto wangapi duniani na watakuwa watu wa namna gani. Lile kusudi linabeba, lile kusudi limebeba kwamba ni uzao gani utazaliwa kwako, ni uzao gani na wa namna gani. Tunakwenda vizuri jamani? Bwana Yesu asifiwe. Nataka ushike jambo hili vizuri kwamba kila mtu anapoumbwa ako na lifespan, ako na duration ya maisha, ako na kipindi cha maisha. Ule urefu wa maisha umebebwa, uko ndani ya kusudi, umejumuishwa, uko kwenye ile package ambayo umeumbwa nayo. Kila mtu kuna package ameumbwa nayo. Hiyo package inaitwa kusudi. Ndani yake viko vingi, viko vifaa vingi. Humu kuna ukubwa wa nini, ile IQ yako iko ndani ya kusudi. Ukubwa wa IQ yako imebebwa ndani ya kusudi. Tunakwenda vizuri. Ukubwa wa IQ yako umebebwa na kusudi. Uwezo wako darasani umebebwa na nini? Na kusudi. Nisikilize vizuri, utaelewa tu. Aina ya maisha duniani imebebwa na nini? Na kusudi. Tunakwenda vizuri watumishi wa Bwana. Ndio, imebebwa na kusudi lile ambalo kwa ajili ya hilo umeumbwa. Lakini mke au mume atakayekuoa au utakayeoa, huyo amebebwa, yuko ndani ya ile package ya kusudi. Tunakwenda vizuri, iko ndani. Ndio maana wale wachawi anapoangalia hiyo ambayo wao wanaita nyota, akichunguza nasikia huyu anatisha, nyota yake anatisha. Kwa nini? Amechunguza mbele, amechunguza ndani ya ile package, ndani ile kusudi. Kuna vitu vingi sana vya hatari mle ndani. Sio kama tuko sawa sawa. Amechunguza akaona mle ndani kwenye ile package yako ambayo umezaliwa nayo, ile package imebeba vitu vya hatari, imebeba vifaa vya kutisha. So ndani ile package ndio kuna mke humo, kuna mume humo. Lakini ndani ile package inabeba, inaamua afya ya mwili wako. Afya ya mwili wako. Achana na majaribu. Achana na nini? Achana na majaribu. Achana na majaribu haya, kuugua kunaweza kutokea kwa majaribu na vitu kama hivyo. Achana hiyo. Narudia tena. Ndani ya ile package yako ambayo umezaliwa nayo, lile kusudi, ndani yake inabeba ubora wa afya yako. Ndani yake inabeba na nguvu. Si kama unaelewa ile nguvu yako, nguvu ya kutamani kwako, nguvu ya ushawishi. Kuna mtu mwingine amezaliwa na hiyo package ndani yake, akisimama na watu 2 watatu, akiongea nao wote wanakuwa upande wake. Ana nguvu ya ushawishi, amezaliwa hivyo. Huyu mtu ana asili ya uongozi, ana asili ya uongozi. Sasa nataka uelewe jambo hili vizuri kwamba hukuzaliwa ili mradi. Kuna package umebeba, na ile package umebeba imebeba vitu vyako vyote. Inaamua duniani humu utaishi urefu gani, inaamua uwezo wako wa kufaulu, inaamua vitu utakavyomiliki, inaamua nyumba utakayoishi, inaamua gari utakayomiliki. Tuko vizuri wapenda watumishi wa Bwana? Kwa nini? Nisikilize vizuri mwanadamu. Mtu ndiye kiumbe cha pekee katika uumbaji wa Mungu ambao Mungu amekipatia thamani kubwa sana, kinachoweza kuishi both rohoni na mwilini at once. Kinaishi spiritual au in a spiritual realm, kina exist
na kina exist physically, kipo rohoni dakika sekunde hiyo hiyo, na dakika sekunde hiyo hiyo kiko mwilini. Tutakwenda sawa sawa. So mwilini ni matokeo ya rohoni. Narudia, mara nyingi maisha yako ya mwili ni matokeo ya wapi? Ya rohoni. Vile rohoni unavyofanikiwa ndivyo ambavyo na mwili unavyofanyaje? Unafanikiwa. The way unafeli kule ni the way unafeli huku. Ngoja nikuambie, mtu anaitwa Yohana. Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo akiwa mzee kabisa, amekuwa mzee. Anaandika kitabu kinachohusu upendo sana, waraka wa Yohana. Anafika maana nafikiri ni waraka wa 3, mstari wa kwanza, sura ya kwanza nafikiri mstari wa kwanza kama sijakosea. Anasema mzee kwa Gayo ameandika hiyo barua ipite kwa mzee wa kanisa, lakini inaenda kwa Gayo. Tuko sawa sawa? Inaenda kwa Gayo. Ndio maana kuna mzee alafu kuna koma pale. Mzee kwa Gayo, mpenzi ni mpendaye katika kweli. Anasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe. Naomba ufanikiwe wapi? Mwilini, kama vile ambavyo rohoni, haleluya, unafanikiwa. Kwa nini? Gayo au mtu yote duniani anaishi mara mbili kwa wakati mmoja. Anaishi twice, anaishi rohoni, anaishi mwilini. At once, at the same time, anaishi rohoni na mwilini. Tuko sawa sawa? So package yako iko rohoni, huku ni matokeo ya package. Narudia tena, package yako iko rohoni. Ni kama kusema sasa, jamani, tenki halina maji. Kwani unajuaje? Umepanda pale juu? Umekuja kwenye tab, umefungua na umegundua kwenye tanka hakuna maji. Maana yakiwa maji kwenye tank, automatic ukifungua tab lazima maji yanafanyaje? Yanatoka. Lakini cha ajabu, unafungua unasema tu hakuna maji. Kwa nini? Hujapanda juu kugusa, huna mita ya kupima, ila umefungua tab. Tuko sawa sawa? So kule package yako imekaa kule as a tank, huku ni matokeo, huku ni matokeo tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So tunataka ufahamu, narudia tena kwa mara nyingine, haukuzaliwa ili mradi. Kuna kusudi fulani ambalo umelibeba. Nisikilize. Na the way unaliishi kusudi, the way unaliishi kusudi. Sasa unaniuliza unaliishije? Nisikilize. Nimesema hivi, kusudi ni kama kusema, au ile package. Ile package ni kama kipawa. Kipawa kama ile package. Tunakwenda sawa sawa. Sasa kila kipawa, kila ile package, ndani ya ile package, kila kitu ambacho kimo mle, kila ambacho ndio package yako uliopewa. Nisikilize vizuri. Ile imewekwa kwa ajili ya Mungu. Vile utakavyoamua kuiishi kwa ajili ya Mungu, itakuwa ina provide kila kilichomo ndani ya package. Lakini the way unaishi mbali, na usisahau package ile, lile kusudi, lengo lake la msingi ni uwepo wa Mungu, kukuleta karibu na Mungu, sio kukuweka mbali na Mungu. Hasa inategemea matumizi yake. Ni kama kusema hivi, gari tumekupa ni maalum kwa ajili ya ofisi, sio shughuli zingine, lakini kwa kuwa iko chini ya mamlaka yako, unaamua kwenda nayo Mtwara, unaamua kwenda nayo Lindi, unaamua kusafiri nayo, kubeba nayo mkaa, kwa kuwa iko chini ya nini? Chini ya mamlaka yako. Naomba nikuulize, siku tukigundua, tutaihudumia hiyo gari au tutakuachia uhudumie mwenyewe? Na kama sivyo, tutakunyang'anya. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. So kila kitu kimewekwa kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Amekupa ile package kwa ajili yake. Sasa utaishije? Ni kwamba kile ambacho umepewa, kwa mfano mwingine umepewa neema, umepewa uwezo wa kukimbia sana, una spidi kubwa. Tuko sawa sawa? Kwenye kule kukimbia kwako una uwezo wa kufanya au umepewa kufanya biashara. Kwenye kule kufanya kwako biashara, unafanya kwa ajili ya Mungu. Unafanya Mungu akiwa anafaidika, sio ili mradi tu. Unafanya Mungu akiwa anafaidika. Hii ikiwa unafanya hivyo, vile vitu vingine vyote vilivyo ndani ya package vinakuwa vinafanya kazi. Yesu na atusaidie sana. Sasa kama utakuwa unafanya ile kazi, unafanya ile package, unaishi, unafanya kweli kile ambacho unataka kufanya, kwa maana ya biashara labda, ama vinginevyo, una uwezo, una namna, una neema ya kuwa fundi wa mbunifu wa vitu mbalimbali. Unapofanya ile ikawa sasa sio kwa ajili ya Mungu, sio kwa faida ya Mungu,
kinachotokea ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo utavikosa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo utavikosa kwa sababu ile package ndani yake imebeba mpaka kitu kinachoitwa ulinzi wa maisha yako. Sasa unaweza kujikuta ni mtu ambaye unashambuliwa na vitu mbalimbali au una rejection spirits. Yaani au errors. Yaani kila mara unafanya kweli kwa juhudi na inaenda, lakini unafika hapa mbele kuna kuwa na kitu kama kinachoavya mimba. Yaani kama kinachoabort. Umefanya vizuri kabisa, unafanya unataka sasa uvuke uende hatua nyingine, wakati umekaribia kabisa uvuke uende hatua nyingine, hiyo kitu inavunjika. Nataka ujue jambo moja, kwamba kusudi lile linaamua ulinzi gani utakuwa uko juu yako. Ile package iko full, ina kila kitu. Jamani, Bwana Yesu asante sana. Ndio maana Adamu, jana tumesoma, tuirudie. Anasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi. Kuna mahali, kuna mstari mmoja nimeusahau ni mstari wangapi. Bwana Mungu akasema ngoja, kuna mstari mmoja unasema hivi, nitautafuta vizuri kwa utulivu kwa sababu ya muda wetu umeelekea kuisha. Biblia inasema, kuna mahali Biblia inasema hivi, Mungu akamtoa huyo mtu akamweka ndani ya hiyo nini? Ndani ya hiyo bustani. Jamani, Bwana Yesu asante sana. Akamweka ndani ya nini? Ndani ya hiyo bustani. Utaratibu wa kukaa Edeni, utaratibu wa kuendelea kuishi Edeni, Adamu alipewa pale mstari wa 16. Anapoambiwa wa 16 na 17, anapoambiwa usile matunda haya na haya na haya. Hiyo ndio pekee itakayokulinda ili usije kukutana na kifo. Linda sana usile haya matunda. Hasa kila kusudi, Adamu anawekwa ndani ya bustani ile. Kusudi la kuwekwa ndani ya bustani ni kuilima na kuitunza. Ndivyo alivyoambiwa. Kuilima na kuitunza ndio kusudi la kuwekwa ndani ya Edeni. Na ili aendelee kuilima na kuitunza na kula matunda yake mazuri yaliyo ndani ya bustani ile ya Edeni, ambayo inamiminiwa maji na Mungu mwenyewe, inahudumiwa na Mungu mwenyewe, ili aendelee kukaa humo akiendelea kuilima na kuitunza na kuendelea kupata matokeo. Yale matunda aliyokuwa nakula Adamu ilikuwa ni matokeo ya kuendelea kuilima ile bustani na kuitunza. Tuko vizuri Sasa ili aendelee kupata, ili mlazimu akatae kula tunda. Vinginevyo akila hata endelea kupata ile starehe tena. Kuendelea kusudi la kulima halitakuwepo, kupalilia bustani halitakuwepo, na baada ya hapo maisha yake yote yatakuwa nje, maana yatakuwa yanaelekea na kifo. Tuko sawa sawa? Kwa hivyo nataka ujue ile package imebeba kila kitu ambacho unahitaji. Tatizo liko hapa. Kuna watu ambao wana tabia ya kusoma maisha ya watu wengine kwa kutumia uchawi. Wanasoma hiyo wanaoita nyota, na wakishaisoma wakiona iko vizuri, wanaweza kuihamisha. Wanaweza kukugeuzia wakakubadilishia maisha. Wewe ukawa tofauti. Kile ambacho kingekuwa faida kwako, yani vile ambavyo unatakiwa ufanye, anafanya mwingine. Wewe unakuwa upo, unafanya ile package yako, unaisimamia, lakini kwa faida ya mtu mwingine. Ile nyota, yani kuna namna inaweza kuhamishwa, ikatolewa, ikabadilishwa. Hilo kusudi, ile package ikahamishwa kabisa. Kajikuta kwamba mtu alikuwa na uwezo na neema kwenye biashara, lakini kwenye biashara hawezi tena. Mambo yamebadilishwa, amegeuzwa kabisa. Imeelekea kwa mtu mwingine. Yeye ni kama anakuwa mfanyakazi wa yule mtu anaendelea kupata hela, lakini kumbe ni kwa kupitia nani? Huyu. Na watu wengi sana siku hizi, wanaume wengi sana, walio wengi, wale ambao hawamjui Mungu, anapoamua kuoa, wakati mwingine anaenda kwanza kwa mchawi, kwa mganga huyo. Anaenda kufanya huo uchawi, aangalie huyu binti nyota yake ikoje, nikimuoa napata hela sipati hela. Akishajua kwamba akikuoa atapata hela, yuko tayari kutumia gharama yoyote. Narudia tena, yuko tayari kutumia gharama yoyote akoe. Na akishakuoa utakuwa ni kifaa chake cha kuingiza faida. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo nataka ujue kila mtu ameumbwa na kusudi. Lile kusudi ndio linabeba aina ya maisha utakayoishi duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana ukafahamu, haukuumbwa tu ili mradi, kuna kusudi umebeba, na hilo kusudi limebeba mpaka watoto wako. Yesu na atusaidie sana. Sasa tutakuja kuangalia
Baadaye wakati akapofika kwenye kipengele kwenye hatua nyingine kuangalia ni nini kinachotokea hasa kwenye eneo la uzao. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Naomba uelewe vizuri kwamba haukuumbwa ili mradi na hicho ambacho unafanya. Kila kilichoko kwenye package hiyo, kwenye kusudi hilo, wewe unachopaswa kufanya ni hiki hapa. Nisisitize hii ambayo nilisema jana. Kwenye habari ya maisha ya kula na kunywa, hahitaji ufunge na kuomba. Maisha ya duniani ya kusafiri, kutafuta usafiri na mambo ya duniani humu, hahitaji ufunge na kuomba. Bro, sister, hahitaji hiyo. Nisikilize. Ile inahitaji vitu hivi vikubwa. Nilikuambia jana vinne. Nilikuambia unahitaji kuishi maisha matakatifu kabisa, maisha masafi, maisha ya kumfurahisha Kristo. Lakini jitahidi sana baada ya kuishi maisha matakatifu, hakikisha unafanya kazi. Mungu anapokupa fursa ya kazi, acha uvivu, fanya kazi. Namba 3, kuwa mwaminifu kwenye kulitumikia kusudi lake. Tuko vizuri? Alafu kuwa mwaminifu kwenye kulitumikia kusudi lake, lakini toa ile sehemu ya Mungu. Mungu akubariki sana. Haya mambo manne inatosha kabisa, vitu vingine vyote vitakuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Litumikie kusudi la Mungu, kila kitu kimefichwa ndani yake. Mungu akubariki sana. Acha tukapata nafasi ya kuomba alfajiri ya leo tena. Na tunaomba nini? Naomba tuendelee kuomba. Tutafika pale mbele, usijali. Tuendelee kuomba. Tunaweka msingi. Kumbuka tuko kwenye utangulizi, ujumbe mkuu ni nia ya Kristo. Kwa hiyo tunaendelea taratibu tu na utapata kuelewa. Roho Mtakatifu anavyotupeleka ndivyo tutakavyokwenda. Hata tutaenda kwa akili wala taratibu za kibinadamu. Naomba tuende mbele za Mungu, tukaendelee kuomba Mungu atutengeneze. Mimi nataka kuona watu wanaishi maisha ambayo Mungu anafurahishwa, Mungu anafaidika, anafurahia. Na katika kufurahi kwa Mungu na sisi tunapata. Tuko vizuri? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya sana. Tutaeleza vizuri wakati mwingine. Mungu akupe neema zaidi. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 12. Twende mbele za Bwana tukaombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, omba sana kwa Mungu akupe neema uishi vile anavyotaka wewe, uwe faida yake. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tuko tena mbele zako mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu mfalme. Bwana mabwana, tunakuja kwako tukikusihi sana. Mwenye haki Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja kwako mfalme katika alfajiri ya leo. Ni wewe Bwana, tena tumekuja kwa ajili yako. Kama vile ambavyo Mungu mtakatifu umetuagiza tuombe bila kukoma, na zaidi sana umetaka uendelee kuzungumza na sisi. Ninakusihi tena Bwana alfajiri ya leo ama Mungu wetu na Baba yetu, Bwana Yesu, tunakusihi Mungu mwenye haki Baba yetu kwamba ukatupe neema tena Bwana. Baba, tupe neema tena alfajiri ya leo Mungu mtakatifu, kwa kuwa tunahitaji sana neema yako. Maana hakuna jambo tunaweza fanya wenyewe pasipo neema yako. Pasipo uongozi wa Roho wako Mtakatifu hatuwezi fanya kitu yoyote Bwana. Baba, tumekuja kwako mtakatifu tukiomba kama Mungu mtakatifu alfajiri ya leo Bwana, tunakuhitaji tena. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunaomba kibali machoni pako mtakatifu Mungu wetu. Baba, tunakuomba ukatukubali Bwana. Tunaomba kukubalika machoni pako mwenye haki, mwenye nguvu na mamlaka. Tunaomba kukubalika mbele zako Bwana wangu. Baba, ninakuomba kwamba ukatukubali sana, ukatukubali Bwana mbele zako mfalme Bwana, tukapate kibali tena kwa mara nyingine mtakatifu Mungu wetu. Bwana, alfajiri leo tumekuja mfalme tukiomba ya kwamba Bwana, tunaomba kibali machoni pako Mungu mwenye mamlaka. Baba, tunaomba ukatukubali, tunaomba tukubalike mbele zako mtakatifu Mungu wetu. Bwana mabwana, tunaomba kibali Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu alfajiri ya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana, uliye kiongozi tena uliye mwalimu tena Bwana, uliye kila kitu katika maisha yetu, Mungu mwenye haki, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana Yesu kwamba ututakase Bwana Yesu, ukatusafishe, ututengeneze Bwana, tuwe kile ambacho unakitaka Mungu mwenye haki, ile ambacho kwa ajili ya hicho mfalme Yesu ulikufa msalabani. Baba, tutengeneze hivyo mfalme, maana ninajua kwamba kuna jambo ambalo kwa ajili ya hilo uliamua kufa msalabani Bwana, si tu kwa ajili ya sisi kupata mbingu, lakini Bwana liko jambo ambalo nataka tufanye duniani. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja mbele zako mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana kwamba ukanitengeneze vile wewe unataka. Finyanga Bwana kijana yule vile unataka. Finyanga Bwana baba yule vile unataka. Tengeneza Bwana mabwana kuomba
Mungu mtakatifu, kwamba ukatufinyange vile unavyotaka mwenyewe, vile ambavyo unaona kwamba ni vyema, vile ambavyo unaona kwamba inafaa na inapendeza machoni pako Mfalme. Hivyo ndivyo ukatutengeneze, mwenye haki, Mungu wetu, Baba yetu na nguvu zetu. Ninakuomba Bwana ukatutengeneze upendavyo, tutengeneze vile utakavyo, kwa jina la Yesu. Baba, tupe kuwa faida yako duniani, Bwana. Baba, wala tusiishi kwa ajili yetu, Mungu mwenye haki, lakini Baba, tuishi kwa ajili yako, Mungu mwenye mamlaka, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba ukatutengeneze Bwana wangu, ukatupe kuishi kwa ajili yako, katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, kwa jina takatifu la Kristo, Bwana wangu, tutengeneze, Mungu mwenye haki. Bwana, unda kabisa Bwana jambo jipya ndani yetu Mfalme. Bwana, alfajiri leo tumeendelea kuelewa kwamba liko kusudi ambalo kwa ajili umetuumbia Yesu Kristo Mwokozi, na kuomba utupe hii neema Bwana alfajiri ya leo. Baba, naomba matengenezo ndani ya wanaume na wanawake Yesu. Bwana, tukapate kuishi kile ambacho wewe unataka Bwana, tukapate kuishi kile ambacho wewe unakusudia, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana mabwana, Mungu mtakatifu, ninakuomba Bwana wangu na Baba, katika jina la Yesu Mwokozi wa ulimwengu, ninakuomba sana ukatupe neema Bwana Baba, kuishi sawa sawa na mpango, sawa sawa na nia, sawa sawa na kusudi lako. Roho wa Bwana, ninakuomba ukaendelee Bwana kututengeneza, finyanga kabisa upya, tutengeneze Bwana Baba, tupe kuwa faida yako duniani Baba, ukatupe kuwa furaha yako duniani Baba, ukatupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana Baba, uwe na sababu ya kufurahi unapotutazama duniani Baba, unapotazama duniani uwe na sababu ya kufurahia kwamba umetuweka humo Bwana, unapotutazama Bwana Baba, uwe na sababu ya kufurahi kwamba tuko humo duniani. Yesu, nakuomba Bwana, finyanga mtu mmoja mmoja, tutengeneze Bwana mabwana. Yesu, tunahitaji kuwa faida yako, kwa kuwa Kristo Yesu Mwokozi ni wewe ambao ulikufa msalabani Bwana kwa ajili yetu Baba. Kwa kuwa ulikufa msalabani kwa ajili yetu, Mungu mwenye haki, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu kwamba Bwana Baba ukatutengeneze katika jina la Yesu. Mwokozi, Mfalme, Bwana mwamba na nguvu zetu, tumekuja kwako mwenye haki, Baba yetu na Mungu wetu. Tunaomba neema yako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Yesu, tutengeneze Bwana Baba, tuwe faida yako Yesu, ukafaidike Bwana kwa ile kazi yako msalabani unaifanya juu ya wanadamu wote Baba, ufaidike Yesu, katurudishe tukarudi mahali pale unakotaka Bwana, tukarudi Bwana kwenye kusudi lako, kwa jina la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme. Bwana, tengeneza kabisa, finyanga tena vile unaona ni vyema, vile inavyopendeza machoni pako, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana Yesu, ukatupe kukufurahisha wewe Bwana Baba, ukafurahishwe na kuishi kwetu Mfalme. Bwana, tupe neema tukakufurahisha Bwana, tusiwafurahishe wanadamu tu Bwana Yesu, ufurahishwe na kuishi kwetu Bwana. Baba, tunakuomba Bwana, tutengeneze Mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tuishi kwa ajili yako Baba, tupe kuwa faida yako duniani, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, upate sababu ya kujivuna katika jina lenye nguvu la Yesu Baba, ukapate sababu ya kujivunia kwamba una watu duniani. Yesu, tutengeneze Mfalme wetu. Yesu, tutengeneze Bwana Mungu mwenye mamlaka, wewe uketie patakatifu sana. Jehova, tunaomba neema yako Baba, tengeneza Bwana, umba jambo jipya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mfalme ukatutengeneze Bwana Baba, na tuwe furaha yako duniani Baba, na tuwe shangwe ya moyo wako duniani, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai Baba, na tuwe furaha yako katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu Baba, ninakuomba ukatutengeneze Yesu, tupe kukufurahisha wewe Bwana, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani Baba. Tunaomba uwe pamoja nasi Mfalme wetu Baba, tunakuomba ukatutengeneze Yesu, tunakuomba ufaidike na kuwepo kwetu duniani Bwana Yesu, tutengeneze tukawe faida yako Yesu, ukaheshimiwe kwa sababu ya kuishi kwetu Baba, tutengeneze katika jina la Yesu Baba, tunaomba kuwa faida yako Mfalme wetu, tunaomba kuwa faida yako kwa jina la Yesu. Bwana wangu, nimekuja mbele zako Mungu mwenye mamlaka, uweza na nguvu. Jehova, ninakuomba Bwana kwamba mwenye haki Baba yetu, tunakusihi sana Bwana kama uwe pamoja na sisi Bwana wangu, tunaomba neema yako kwa jina la Yesu Bwana, kwa namna ya pekee Jehova, tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Tunakuomba Bwana mabwana
kwamba uwe pamoja nasi Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, Baba tunakuhitaji, tunahitaji neema yako Bwana. Baba tunakuonea shauku, wewe tunakuonea shauku wewe Bwana, wewe Mungu wa milele, Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Bwana, wewe tunakuonea shauku mfalme. Bwana, hitaji letu ni wewe tena alfajiri ya leo. Hitaji letu ni wewe mfalme wa utukufu. Baba tunakuomba Mungu mwenye haki, Baba ufanye makao yako ndani yetu. Tunakuhitaji wewe Bwana mabwana. Baba ndani yetu pakawe mahali pako pazuri unapopenda na unapofurahia kukaa. Bwana, kwamba ndani yetu ukae Bwana wangu. Baba tutengeneze mfalme. Yesu tunakuomba Bwana, ukafanye makao yako ndani yetu Bwana mabwana. Baba tunaomba neema yako mfalme ukajidhihirishe katikati yetu. Acha uwezo wako na nguvu zako mfalme zikatamalaki ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Baba tunamhitaji Roho wako Mtakatifu Bwana, tunamhitaji Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Baba tunakuhitaji wewe sana, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Jehova tunaomba neema yako Bwana aiwe pamoja nasi Bwana mabwana. Yesu tunakuomba Bwana, tunahitaji uwepo wako, tunakuhitaji wewe Kristo Bwana. Baba tunahitaji neema yako, tunazihitaji nguvu zako mfalme. Bwana tunakuhitaji wewe, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba tunakuhitaji wewe, tunaomba Bwana mabwana, kwamba na uwe pamoja nasi mfalme, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba tafadhali Baba, tunakuomba Baba ukatujaze Roho Mtakatifu. Bwana wangu nakuomba sana kwamba utujaze kwa Roho wako Mtakatifu Bwana. Baba tujae na kufurika, Baba tukajae na kufurika vyema mbele zako mfalme. Tupe neema Bwana, Baba tuishi mbele zako Bwana, watakatifu wasio na ila. Yesu tutengeneze mfalme, tunakuomba Baba ukatupe kukupendeza. Tujaze Roho wako Mtakatifu ndani yetu, maana nakaa patakatifu Bwana. Baba tunakuomba ukatujaze kwa Roho Mtakatifu ndani yetu Bwana, tukajae Baba, neema yako ikadhihirike ndani yetu, nguvu yako iwe dhahiri ndani yetu Bwana. Baba tunahitaji nguvu zako mfalme, tunazihitaji nguvu zako Bwana, kwa jina la Yesu. Baba tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji wewe na nguvu zako Mungu Mtakatifu Bwana. Nguvu zako Bwana zikajae ndani yetu, pa kwenye miili yetu mfalme. Nguvu yako Bwana ikajae pa kwenye mavazi yetu. Alfajiri ya leo tunakuomba Baba, tukajae nguvu zako pa kwenye mavazi yetu. Bwana wangu na Baba yangu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu Bwana. Baba, wala isiwe kawaida, wala isiwe kawaida hii. Yesu nakuomba fanya mabadiliko ndani ya watu wako Bwana, ndani yetu fanya mabadiliko kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu ninakuomba sana, fanya mabadiliko ndani yetu, fanya mageuzi Bwana, fanya mapinduzi kwa jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu Mtakatifu ya kwamba Bwana wangu katutengeneze, ya kwamba Bwana Yesu katutengeneze kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninaomba neema yako Yesu, tutakusihi Bwana wangu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, Baba ninakuhitaji wewe Baba, tunakuhitaji wewe, tujaze kabisa kwa nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho wa Bwana tunakuomba tujaze tena alfajiri ya leo nguvu zako Bwana. Bwana tunaomba nguvu yako mfalme na iwe dhahiri ndani yetu, uwezo wako Bwana na uwe ndani yetu kwa uwazi kabisa katika jina la Yesu. Baba tunahitaji neema yako Mungu Mtakatifu, tunakuhitaji wewe. Roho wa Bwana tunakuomba tujae kabisa uwezo wako Bwana uwe wazi ndani yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ukitenda kazi yako ndani yetu Mfalme wetu, tunakuomba Bwana mabwana Yesu katutengeneze kabisa. Baba tunakuomba tuwe furaha yako, tunaomba tuwe faida, tuwe baraka Bwana kwa watu wengine katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu Mtakatifu Bwana wangu na Baba, katika jina la Yesu. Baba tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako Mungu Mtakatifu, tunaomba uwepo wako Bwana utembee nasi Jehova kila mahali Bwana, kila majira Bwana, kwa kila jambo Mfalme. Uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi Jehova, ukae pamoja nasi Bwana kwa kila jambo. Mungu mwenye haki Bwana wangu na Baba yangu, tunahitaji Bwana mabwana Yesu katutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho unakitaka wewe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, fanya mageuzi makubwa ndani yetu, fanya mabadiliko Bwana Baba, tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho ulikitaka wewe katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu, tutengeneze kabisa Baba.
tuwe furaha yako mfalme, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mfalme na Bwana wetu, Baba, tunakuomba neema yako na iwe juu yetu. Roho wako Mtakatifu akatujaze, nguvu zako Bwana zikawe dhahiri ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana mabwana, ninakuomba sana ambaye Bwana Mungu mtakatifu, nakuomba sana mfalme wetu. Bwana wangu, naomba neema yako na iwe juu yetu. Tunamhitaji sana Roho wako Mtakatifu. Bwana wangu na Baba yangu, nguvu zako Bwana na ziwe dhahiri ndani ya watu wako Baba, isiwe kawaida kuanzia leo kwa jina la Yesu. Wale wote ambao inawezekana Bwana wanaomba majira haya hawajawahi kupokea, hawajawahi kujazwa Roho Mtakatifu, naomba Bwana wakaguswe mahali walipo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana nakuomba Mungu mtakatifu, naomba uweza wako na nguvu zako ndani ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, ndani ya watu wako Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba ukajaze, naomba ukagushe, naomba ukafungue, naomba uweza wako nawe ndani ya watu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Watu wako wakajae Roho Mtakatifu, uweza wako na uwe dhahiri ndani yao. Roho Mtakatifu, nakuomba ukatende kazi mpya ndani yao, utukufu wako ukawafunike, uweza wako kwa dhahiri juu yao kwa jina la Yesu aliye hai. Neema yako juu yao, wakapokee nguvu, wakapokee uweza wako ndani yao kwa jina la Yesu. Pokea mahali ulipo neema ya Bwana nawe juu yako, tukufu wa Bwana na ukufunike kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, nakuomba ukatamalaki ndani ya watoto wako. Tamalaki Bwana, kwa kuwa mfalme tunakuhitaji wewe. Tamalaki Bwana, kwa kuwa mfalme tunakuhitaji wewe, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tunakuomba ukatamalaki ndani ya watu wako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba ukajidhihirishe sana katika jina la utukufu mwingi na Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Baba yangu, ninakuomba ukajidhihirishe mfalme Yesu, ukatende jambo jipya haya watoto wako Bwana Yesu, ukajidhihirishe katikati yetu kwa jina la Yesu. Bwana wako ambao saa hii wanaomba, wanakuhitaji wewe Bwana. Bwana wengine ni wagonjwa, Yesu naomba uwaponye walio wagonjwa. Bwana nakuomba ukawaponye. Naomba Bwana ondoa mateso ndani yao, ndani ya miili yao, ondoa hayo mateso, ondoa hiyo shida. Yesu ninakuomba Baba ukaondoe kwa jina la Yesu. Waponye Bwana wasio na kazi, wenye changamoto za kiuchumi, Yesu watetee. Naomba Bwana ukawashindie Baba, ukawape kushinda kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, naomba Bwana ukawape neema, wape kibali, wakapate kazi kwa jina la Yesu. Wapate kazi Bwana Yesu, ukawape kufanya kazi Bwana kwa kadri ambavyo unawapa fursa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu Baba ukatende kwao, Baba ukatende kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kila mtu Bwana Baba, ninamwombea kila mtu katika jina la Yesu. Neema yako awe juu yao Yesu mwokozi, nakuomba ukajidhihirishe juu yao. Jidhihirishe Bwana kwa watoto wako, jidhihirishe Bwana katika jina la Yesu Kristo mwokozi. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba watetee watoto wako Yesu, wapiganie Bwana kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Wale wenye changamoto kwenye ndoa zao Yesu nakuomba uwatetee. Yesu nakuomba ukawashindie katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba sana neema yako na iwe juu yao Bwana. Kila watu ambao wanasumbuliwa na vifungo vya giza, majini mahaba, majini maimuna, majini ya kila namna, mapepo yaliyo ndani ya watu, ninaamuru kuanzia leo kwa mabinti hao iwaachie, toka, huna mamlaka shetani. Ndio waka moto, ripuka, haribika, pigwa, uharibike kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninakukemea adui wa msalaba, huna mamlaka, huna nafasi. Toka, achia, toka, achia, toka, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, na kwamba unafungua watu wako, wafungue Bwana, wakawe huru katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kila namna yoyote ile nguvu za giza ambayo imekuwa ikimtesa mtu, kwa jina la Yesu hauna mamlaka. Toka, achia katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako na iwe juu ya watu wako. Watoto wako Bwana wakalindwe katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Neema yako ikawe juu yao, wakawe salama. Bwana Yesu, nakuomba ukawalinde wanapoondoka sasa kuelekea makazini mwao.
alfajiri ya leo. Mfalme, naomba Bwana ukawalinde wanaotumia vyombo vya usafiri, wanaenda kwa miguu. Yesu, wote ukawalinde, ukawe pamoja nao Bwana, na wale walioko off leo wako nyumbani. Roho Mtakatifu, naomba ukaendelee kuwa pamoja nao, endelea kuwalinda katika shughuli zao za kawaida nyumbani. Lakini Bwana, nakuomba ukawalinde, wakae uweponi mwako, tudumu katika uwepo wako Bwana. Tupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakushukuru sana kwa sababu ya wema wako, mfalme wa utukufu, katika jina lenye nguvu la thamani kubwa sana la Yesu Kristo, Bwana mwamba, mwokozi na nguvu zetu, ninakutukuza mfalme, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amba niseme hivi kwamba leo ni Jumamosi. Tutakuwa tena hapa katika ibada yetu Jumatatu alfajiri mida hii ya saa 11 kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Tunaomba nitangaze hivi kwamba Jumatatu, Mungu akitupa neema, tutaingia kwenye vipengele muhimu, vipengele kadhaa, na Mungu akitupa neema tutakuwa nasikia moyoni mwangu ambao tutakuwa tukiangalia kuhusu mahusiano kwa ujumla, namna ambavyo ama ndoa kwa ujumla ilivyokuwa formed na Mungu na namna ilivyokuwa. Kwa hiyo nikuombe jambo moja, kama wewe ni kijana bado unaweza kuungana nasi tena, mwalike na jirani yako, ungana nasi Jumatatu saa 11 alfajiri. Tutakuwa tukiendelea hapo na tutakuwa tukiangalia kwa Roho Mtakatifu ambavyo anataka kuhusiana na hilo eneo. Mungu akubariki sana. Nikutakie wakati mzuri. Mungu akubariki, uwe na siku njema, ulindwe na kutunzwa mikononi mwake mwenyewe. Dumu katika uwepo wa Mungu, kwa sababu wewe sio wa kawaida. Rising giants. Wewe ni jitu linalochipukia. Mungu akubariki.